Chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema leo kimeanza mkutano wake maalum wa siku mbili wenye lengo la kujadili na kuunda mpango mpya wa pamoja na mwelekeo wa chama hicho kufuatia changamoto za kisiasa za taifa hilo. Muda mfupi uliopita nilizungumza na mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa Chadema Brenda Rupia akiwa katika eneo la mkutano jijini Dar es Salaam, ambapo kwanza nilitaka kufahamu ujumbe uliotolewa na makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche wakati wa kufungua rasmi kwa mkutano huo. Kikubwa ni makamu mwenyekiti alikuwa anafungua kikao, lakini alikuwa anawahabarisha waandishi wa habari kuhusu mwelekeo wa kikao na kuhamasisha wanachama waendelee kazi zao za utendaji za kila siku na kukanya polisi kukamata ambayo inaendelea Dodoma kwa wanachama wetu, kama jeshi lina hofu na siasa ambazo zinaendelea Dodoma. Kimsingi ajenda za mkutano huu ni zipi? Ajenda ziko 4 mahususi. Moja, kuna taarifa ya utendaji na mali za chama. Pili, taarifa ya hali ya siasa nchini. 3, taarifa ya masuala ya Zanzibar. 4, mpango kazi pamoja na bajeti ya chama. Yale ambayo mnatarajia baada ya mkutano huu, ikiwa ndio elekezo la dira ya chama chenu, ni yapi kimsingi? Kimsingi mambo ya hali ya nchi, mambo ya siasa ya nchi ni jambo mtambuka. Tuwape nafasi kamati kuu wazungumze, wayachakate kwa kina na watoe mwelekeo wa chama na mwelekeo wa nchi na mwelekeo wa yale ambayo wameona tangu tarehe 29 Oktoba mpaka hapa leo. Tumefikia wapi na kama nchi tunaelekea wapi na chama kitashauri wananchi wafanye nini. Chama kama Chadema wenyewe mnavyojitafakari katika wakati wote, mmekuwa na changamoto gani ambazo mnazipa nafasi katika kikao kama hiki? Kumekuwa kuna kamata nyingi zilizokuwa zinaendelea. Kumekuwa kuna utekaji uliokithiri kwenye nchi hii ambao mpaka sasa bado unaendelea. Jana tu kuna wanachama 3 wamekamatwa na jeshi la polisi, lakini jeshi la polisi wanakana kuwa nao. Kwa hiyo tutazungumzia hayo mambo, lakini tutazungumzia siku 300 almost na 10 na zaidi ambazo chama kilikuwa kimefungiwa na vyombo vya dola kwa kutumia kesi ya Saidi Isa na wenzake. Kwa hiyo tutazungumzia mambo mengi, lakini pia tutazungumzia mambo ya mwelekeo wa chama na namna ya utendaji wa chama na nini kifanyike. Mnafanya mkutano pasipo mwenyekiti wenu Tundu Lissu. Mmetoa nafasi gani katika hili? Mnatafakari lipi? Mwenyekiti Tundu Antipas Lissu huwa anakuwa consulted, ana habari na kikao hiki, lakini viongozi bado wataendelea kufanya juhudi za kwenda kumuona Jumapili kama itawezekana. Lakini pia kama chama tuna kampeni ya Free Lissu ambayo makamu mwenyekiti alitangaza kwenye siku ya baraza la kidijitali. Alisema kampeni zianze immediately, kama ni vipeperushi, watu wanaweza wakaprint ma t-shirt, kila mtu amdai Lissu kwa aina yake, kwa sababu Lissu hana makosa aliyofanya. Lissu ni mtu mwema. Lissu anapigania haki za Watanzania na anapigania haki ya nchi na anapigania haki yake mwenyewe. Ni very unfair kumweka gerezani kwa zaidi ya mwaka mmoja, na mpaka leo yupo gerezani kwa jambo ambalo hakufanya, na mpaka leo bado anaendelea kuwa gerezani. Hiyo sio fair. Kwa hiyo tutaendelea kumdai Lissu. Kuwe na matarajio gani, kwa neno moja la mwisho tu, baada ya mkutano huu wa siku 2 leo na kesho? Chama kitatoka na msimamo thabiti, msimamo wa nguvu ambao tutaenda kudai haki za Watanzania kwa njia yoyote ile. Kwa hiyo wasitegemee kwamba sisi tutapiga magoti. Hatutapiga magoti, hatutarudi nyuma. Mapambano yanaendelea.